Nimepokea simu nyingi sana kuhusiana na suala la kuongeza maumbile, na simu ambazo nimezipokea 90% ya zile simu ni za wanaume ambao wanaume aina ya grower. Uume aina ya grower ni uume ambao ukiwa umelala unakuwa ni mdogo, lakini ukisimama unakuwa mkubwa. Sasa wanaume hao wamekuwa kishawishika kuweza kuongeza maumbile yao kihisi kuwa wako kwenye kategori ile ya wanaume wenye uume mdogo. Katika aina za uume kuna aina mbili tu za maumbile ya kiume kwa mwanaume. Aina kwanza ndio unaofanyika grower, ambao ukiwa umelala unakuwa ni mdogo na ukisimama unakuwa ni mkubwa. Na aina pili ya uume ni uume ambao unafanyika kama shower. Shower ni uume ambao ukiwa umelala unakuwa ni mkubwa na ukisimama unaongezeka size. Wenye uume aina ya grower wamekuwa kitamani sana kuweza kuongeza maumbile, sipo kufahamu kuwa ni aina ya uume ambao uko sawa kabisa na uhitaji kuweza kuongezwa katika size ya maumbile. Size ya uume unapimwa ukiwa umesimama na sio ukiwa umelala. Hivyo usiingie kwenye vishawishi vya kutaka kuongeza maumbile na kupata shida kubwa zaidi ambayo itaondoa ulijali wako na wanaume wako. Kumridhisha mwenzako tendoni akutegemei sana aina ya maumbile yako, bali kunategemea stamina yako tendoni. Hivyo kama una stamina, chukua namba yangu nipigie, nitakusaidia kwa matibabu zaidi. Lakini usinipigie kutaka kuongeza maumbile endapo uume wako ni aina ya grower. Lakini kwa wewe ambaye umezaliwa na maumbile madogo, tunakuwa hatuna namna ya kuweza kusaidia. Hakikisha tunafanya mazoezi, kula lishe iliyo sahihi ili kuweza kuyapa maumbile yako afya yako ya kizazi wako.